hii kwa sababu uwepo wenu na uwepo wa bunge hapa ni kwa sababu nyinyi mpo, lakini pia kupitia nyinyi watu wetu wanapata vitu mbalimbali kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu zangu wana Dodoma, naomba mnisikilize vizuri. Kama mmesikia, tuna slogani mbili ambazo tumekuja nazo kwenye ziara hii. Ya kwanza ni Free Lissu, ambaye ni mwenyekiti wetu ambaye mpaka sasa yumo ndani kwa kesi ya kusingiziwa. Lakini cha pili ni swala la katiba mpya. Wengi mnafahamu kwamba kwa muda mrefu wa Tanzania mlililia katiba mpya, na ilipofika mwaka 2013 tume iliundwa ya Jaji Warioba, ikapita kwenu nyinyi, ikachukua maoni, ikatengeneza rasimu ya katiba. Katiba ambayo kama ingekuwepo sasa hivi ndio ingekuwa katiba bora, ambayo inatokana na maoni yenu, ambayo ipo kwa maslahi yenu na kuwalinda nyinyi. Lakini kwa sababu CCM walijua kwa katiba ile sio tu wataondoka madarakani, bali pia italeta maendeleo na haki kwenu, waliikataa. Kwa nini waliikataa? Ni kwa sababu wamezoea vya kunyonga, hawawezi vya kuchinja. Peoples, ilikuwa ni ajabu kukataa katiba ambayo ilikuwa ina limit nguvu za rais. Ilikuwa ni ajabu kukataa katiba ambayo inasema mbunge akichaguliwa na wananchi, akija bungeni asipofanya kazi yake vizuri ndani ya miezi mitatu, nyinyi mna haki ya kumuondoa na kumchagua mwingine. Ni aibu CCM kukataa rasimu ambayo ilikuwa inasema rais akifanya makosa anaweza kushtakiwa. Wakaruhusu iendelee katiba ambayo rais kwa mjibu wa katiba hii anaweza kufanya lolote na asishtakiwe kwa jinai wala kwa madai. Na ndiyo maana kwa sababu hawezi kushtakiwa, rais anajiona Mungu mtu na anaweza kufanya chochote, kwa sababu hakuna mtu atakayempeleka kumwajibisha popote. Peoples, waliikataa ile rasimu ambayo ilikuwa inataka uwajibishwaji, mtu akikosea aweze kuwajibishwa na kufikishwa mahakamani. Leo hii mnaona kila mwaka CAG anasema mabilioni ya fedha yanaibiwa, ambayo ni fedha za Watanzania walipa kodi, na anasema kabisa wameiba kitu hiki kwenye hiki, wameiba hivi. Mfano mwaka huu amesema kwenye fedha za kujenga uwanja wa Arusha ilikuwa bilioni 130 na kitu, lakini wamejenga kwa 200 na kitu. Zaidi ya nusu ya fedha zimeongezeka na hazijulikani ziko wapi. Maana yake zile fedha zimeibwa. Rasimu ile ilikataliwa kwa sababu hawa watu wanataka kuendelea kuwaibia nyinyi wa Tanzania, kuwanyonya. Wakati haya yote wabunge hawa na serikali hii iking'ang'ania kuendelea na katiba mbovu, wao wana maslahi ya kutosha dhidi yenu. Mbunge analipwa zaidi ya milioni 18 kwa mwezi. Wewe mfanyakazi hata milioni 1 haifiki. Ukisikia Mtanzania anayelipwa zaidi ya milioni 1 kwa mwezi, huyo ni senior civil servant. Huyo ni mfanyakazi mkubwa mwenye umri mrefu ndani ya kazi, ndio maana analipwa hivyo. Hawa wengine wote unalipwa si kuanzia 500,000 kushuka chini, 700,000 kushuka chini, na fedha hizo unazolipwa kwa mwezi bado kuna makato mengi, kodi nyingi. Mwisho wa siku unajikuta hauwezi kufika mwisho mwa mwezi mwingine ukiwa na ile fedha. Peoples, kwa hiyo maisha yako yanakuwa ni mzunguko. Ukipata zile fedha unapoteza tena, kwa unalipa kodi, unatumia kwa ajili ya matumizi mbalimbali, huwezi kunufaika na huwezi kujenga mpaka ukope. Ndio maana wengi wanaishi kwa kumtegemea mangi kwenye duka la kukopa. Peoples, mbunge analipwa milioni 18 kwa mwezi. Mbunge analipwa sitting allowance kwa siku wanachukua si chini ya shilingi 300,000, ambazo ni karibia mshahara wa mtu ambao anakaa kwa mwezi. Mbunge ana passport ambayo ni diplomat, yaani akifika sehemu yoyote hakai, anaenda VIP, anapanda ndege, anaenda anakotaka. Mbunge ana bima ya kutibiwa na kwenda kutibiwa nje. Jiulize wewe hapa Mtanzania mwenzangu, mwana Dodoma,
Leo tujiulize hapa, na wauliza swali, ikitokea ukapata ugonjwa, siombei, lakini ikatokea ukapata ugonjwa ambao utaugua kwa miezi 6 mfululizo, niambie ni wangapi wataweza kumudu kulea familia na kujitibu ugonjwa huo? Wakati wewe huwezi kufanya hivyo, yeye akiugua kidogo anapelekwa Muhimbili, anapewa referral, anaenda India, anaenda nchi nyingine, anaenda kutibiwa. Na hawa ni wawakilishi wetu ambao sisi tumewachagua ili waje kutusemea bungeni kuhakikisha maisha yetu yanakuwa bora. Peoples. Kwa ndugu zangu wana Dodoma, makosa ambayo tunayafanya, mimi nataka niwaambie, shida sio serikali, shida sio wabunge walioko bungeni. Shida ni sisi wananchi ambao tunakubali kuwachagua na kuwapeleka bungeni na kufanya wanaoyafanya, halafu hatuwawajibishi. Peoples, laiti sisi wananchi tungekomaa. Ninawatetea kwa mwaka 2025 na mwaka 2020. Ninawatetea kwa sababu hapa kuwepo kabisa na uchaguzi, walipola uchaguzi. Lakini kwa miaka mingine sisi tulikuwa na shida. Kwa mwaka 2025 hapa kuwepo na uchaguzi, kulikuwepo na uchafuzi ambao umepelekea mpaka kuuliwa kwa ndugu zetu. Peoples. Kwa hiyo ndugu zangu, ninataka niwaambie kitu kimoja. Hawa CCM hawana haki ya kuendelea kuwa madarakani kwa sababu wanatupuuza sisi wananchi ambao kwa mjibu wa katiba tulionayo na ubovu wake, ibara ya 8 inasema serikali itakuwepo kwa ajili ya ustawi wa wananchi, na wananchi ndio watakuwa na nguvu na mamlaka ya kuiweka serikali na kuiondoa serikali. Peoples. Kwa sisi tunaiweka serikali kupitia kuwachagua, na tunawatoa pale ambapo muda tuliouchagua unapofika mwisho, tunawaondoa. Sasa ndugu zangu, hiyo haki hatutakiwi kuipuuza. Tunatakiwa kuona swala la uchaguzi ni swala muhimu kwa maslahi yetu, ili tunapoenda kuchagua tuhakikisha tunachagua viongozi bora watakaotuletea maendeleo. Peoples. Ndugu zangu, CCM siku zote walikuwa wanasema kwamba Chadema na upinzani ndio unaochelewesha maendeleo. Mwaka 2020 hapakuwepo na upinzani. Kweli sio kweli? Mwaka 2025 hakuna upinzani bungeni. Kweli sio kweli? Hayo Peoples. Tulisubiri kidogo swala la kidini. Makamanda, mwaka 2020 nimesema hakuna mbunge wa upinzani aliyekuwepo, ukitoa mmoja tu, Aida. Mwaka jana hakuna wabunge wa upinzani, ukitoa wachache wa chama cha ACT na Chauma, ambao na wenyewe mnafahamu, si ndio? Si mnafahamu? Sasa maendeleo yako wapi? Kuna maendeleo? Si walikuwa wanasema Chadema inachelewesha maendeleo? Kuna maendeleo mnayoona? Barabara mnazionaje?
Hospitali zenu matibabu yakoje? Mashule, wafanyakazi mishahara, hali mbovu, sio? Ajira kwa vijana. Sasa walichokuwa wanasema kwamba Chadema inachelewesha maendeleo iko wapi? Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, kwa kuwa katiba yetu licha ubovu wake, ibara ya 3 inasema kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi, na ibara ya 21 na 20 zinaturuhusu kujiunga na vyama. Karibuni tujiunge na Chadema tuweze kupambana na hawa wakoloni. Peoples! Ni again Dodoma, ni again. Peoples! Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti wa kanda ya Magharibi. Na sasa nataka niwapeleke kule Serengeti kwa kanda maalum. Mheshimiwa Ngoto, karibu.